niombe sasa kidogo, maana imeandikwa katika waraka wa kwanza wa Wathesalonike ibara ya 5 mstari wa 17 mpaka wa 18 kwamba ombeni pasipo na kikomo na shukuruni katika kila jambo. Katika hiki kituo kimoja cha milingano kimejengwa lakini hakijaweza kukamilika. Sasa ili tabasamu iwafikie wanabumbuli, niombe katika wizara hii ya TAMISEMI sasa wakikumbuke kituo hiki ambacho kitaleta tabasamu kwa Watanzania walioko Bumbuli. Lakini kingine ni niende kwenye eneo la elimu. Eneo la elimu katika jimbo la Bumbuli kuna mageuzi makubwa na Mama Samia avishwe taji lake. Lakini zipo shule chache kwa sababu ya umbali. Basi hapa tutahitaji kupata mabweni kutoka eneo moja linaitwa Kwebamba kuja kata ya Milingano sekondari ya Mibukwe. Kumbukeni waheshimiwa wabunge, umri tuliosoma sisi miaka ile ni tofauti na sasa hivi. Mabinti wanachukuliwa kule kilomita 30, wanaenda sekondari inabidi wapangishiwe maeneo ya kuishi bila uangalizi. Kwa hiyo eneo hili linahitaji mabweni ambayo yatasaidia watoto wa kike kupata haki yao ya elimu katika hali ya utulivu. Mheshimiwa Mwenyekiti, niende kwenye eneo la vijana. Wenzangu wamegusa maeneo mengi muhimu. Mimi nilitaka nikumbushie tu swala la NIDA ni tatizo, na niombe tamko maalumu litoke ili wale wanaopaswa kutekeleza hilo wafanye mara moja, maana vijana watakosa fursa hii ya Mama Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, niende tena katika eneo muhimu, eneo nyeti la barabara. Kwanza nianze kuomba kabla sijashauri. Niombe barabara ya Mbelei Baya Mgwashi Kongoi Milingano kilomita 42 ni barabara ya kimkakati. Ilijengwa kidogo na TARURA lakini labda ni kwa sababu ya bajeti ghafla wakaondoka. Niombe hii kumbukwe ili kuzidi kuleta tabasamu kwa Watanzania walioko pembeni mwa nchi yetu. Lakini barabara nyingine ambayo ni kipaumbele pia kwa wanabumbuli ni kilomita 22 kutoka Soni hadi Buli Dindila ni awamu ya kwanza, kilomita 22 upande wa Bumbuli na kilomita 9.3 kwa upande wa Korogwe Vijijini. Mheshimiwa Mwenyekiti, mambo ni mengi, muda ni dogo, lakini niombe na barabara ya mkakati ya unga majimbo matatu: jimbo la Mlalo, jimbo la Lushoto na jimbo la Bumbuli na hatimaye Korogwe Vijijini, kilomita 7.3 ambayo ni barabara ya Magamba, Mlola, Makanya, Milingano, Mashewa. Hii nayo ni barabara ya kimkakati. Kwa kuwa muda ni mfupi, niende kushauri kwa wenzangu wa TARURA. Mimi ni mhandisi, nilisiliwa na bodi ya uhandisi, nilitaka niwauri kidogo katika mambo ya kitaalamu, na muda utosha, basi nitafikisha kwenye meza ya ndugu yangu Shemdo ili aweze kufanya kazi. Jambo ya kwanza, kwa sababu ya mvua nyingi na mabadiliko ya tabia nchi ndio yanasababisha hilo. Basi ni vizuri sanifu zetu, design zetu ziwe ni climate resilient design, kwa maana miundombinu iweze kustahimili mvua nyingi katika maeneo ya milima na maeneo mengine ya tambarare. Lakini mifereji ya pembeni, side drains, ziwe za kutosha, lakini mitaro ya kupunguza kasi ya maji ambayo wanaita kwa kitaalamu catch water drains. Na kwa sehemu za tambarare kuna vitu vingine tunaita minor drains, zikiwekwa za kutosha zitaweza kuondoa maji haraka barabarani. Lakini kutumia makaravati mengi na madaraja kwa maeneo ya milima wa barabara zetu hazina tofauti na mfano wa nyoka kwa sababu ya kwenda na kontua za milima. Unaweza ukakuta mto mmoja umeukatiza mara 5. Kwa hiyo maeneo ya milima yapewe kipaumbele cha makaravati ili maji ndio adui wa kwanza. Wakati nasoma barabara chuo kikuu, profesa wangu alinishangaza sana. Aliniambia adui wa kwanza wa barabara ni maji. Adui wa tatu wa barabara ni maji. Wa pili na watatu ni barabara ya kwenye barabara ni maji. Kwa hiyo hii alikuwa akionyesha msisitizo kwamba maji yasipotafutiwa njia yana kawaida ya kutafuta njia yao, na hapo ndio uharibifu utakapokuwa unatokea. Lakini pia tuwe tunadhibiti maporomoko katika maeneo ya milima. Tujitahidi kuweka buffer zones ambazo mtu haruhusiwi kufanya shughuli zozote za kibinadamu ikiwepo kilimo na kupanda nyasi pamoja na miti rafiki ambayo itazuia mmomonyoko. Mheshimiwa Mwenyekiti, niende eneo lingine, mambo ni mengi lakini nitayaandika, ila niende eneo la ushirikishwaji wa jamii katika kutunza barabara. Hili jambo hapo nyuma lilikuwepo na wenzetu wa TANROADS kabla ya TARURA, zilikuwepo hata kambi za ujenzi
ilikuwepo pale Mkuranga, ilikuwepo kambi ya Genzi pale Manga ukielekea Tanga na maeneo mengine. Hizi zilifanya vizuri kwa sababu emergency zikitokea, dharura zikitokea, walikuwa wakizikabili mara moja. Sasa kwa sababu sina wasiwasi na TARURA, sina wasiwasi na wataalamu wa Tanzania, nadhani walikalie hilo, waliangalie upya, lakini jamii ishirikishwe kwa matengenezo madogo madogo na mikataba mikubwa.